Hello ndugu wana wa Afrika, Chionda wa Chionda. Leo nataka kuongelea madhara ya vita ya kwanza ya dunia na madhara ya vita kuu ya pili ya ulimwengu. Tunasema ubuntu ubantu, Afrika ni watu sio manyani. Kwa sababu vita ya kwanza ya dunia 1914 hadi 1918. Takriban watu milioni 9.7 ya wanajeshi waliuawa. Zaidi ya milioni 6.8 milioni ya raia waliuawa kwa sababu ya njaa, magonjwa, uyukaji, uingiliaji wa kijeshi. Jumla ya vifo inafikia milioni 16.5. Hii ni kutokana na history ya ulimwengu. Majeshi ya makadirio tofauti, lakini jeshi lenye uvumilivu mkubwa wa majeruhi, wounded, pamoja na misingi ya prisoner. Vita ya pili ya dunia 39-45. Vifo zinafikia milioni 55 hadi 50. Vifo vya wanajeshi ni milioni 21 hadi milioni 25 au zaidi, ikiwa pamoja na vifo vilivyosababishwa na njaa, magonjwa, uharibifu wa miundombinu. Wengine wanapunguza takriban vifo zaidi ya jumla ya milioni 15 na raia milioni 30. Hizo ni data nyingine. Majeruhi wengi waliumia, walipoteza viungo, kuumia vibaya. Idadi halisi ya majeruhi haiwezi kuaminika kwa urahisi, lakini mamilioni pia. Vita vya ukoloni, vita vya ukombozi. Ufaransa ilichukua makoloni mengi. Uingereza, Ubelgiji, Ujerumani na Ureno vilikuwa vita uasi katika Afrika, Asia na Amerika. Mfano, Ufaransa, conquest of Algeria, inakadiriwa kwamba kati ya watu 500,000 hadi milioni 3 waliuawa kutokana na vita, njaa, magonjwa, uharibifu wa kiuchumi katika miaka mapema ya ukoloni wa Ufaransa. Mfano mwingine, katika Kongo wakati wa utawala wa Leopold II, inakadiriwa vifo vya watu milioni 10 kutokana na ukandamizaji, magonjwa na utumwa wa nguvu. Hii ndio hasara tulioipata Afrika. Leo nikikwambia wazungu si ndugu zako, si jamaa zako, wazungu ni watu wabaya, kwanza kuna mwingine atakwambia hiyo ni historia, hatuna habari nayo. Huyo ndio Mwafrika, tunamuita slave mentality, au tunawaita envy, jealousy and hate. Hawa ni chuki. Kwa nini unaongea wewe Chionda? Ningeongea mimi nisikike. Wewe kama nani? Elimu yako Chionda ndogo. Chionda una pesa. Mambo yanatakiwa tuongee sisi wenye pesa. Uzao wa kitajiri ndio tunatakiwa tuongee. Ndio maana mshtukia mtu anakurupuka tu anatukana. Anatukana, anatia comment zisizokuwa na msingi. Kwa sababu ya nini? Envy, hate and jealousy. Afrika ndio wametengeneza kuwa na chuki na roho mbaya na wivu. Ongea anasema Chionda, unaongea unatupa lecture Chionda, au unaamua kutuchamba? Mimi natoa lecture. Anaotaka asikilize, asiyotaka apite. Sikulazimishi, sijakuita kwenye peji yangu. Kama ukisikiliza wewe, mwingine atasikiliza. Kama ukupenda wewe, ndio maana wewe darasani somo lingine ulikuwa lipendi, lakini wenzako wamelipenda, wamefaulu, wameendelea na maisha. Nikiongelea elimu zisizokuwa na faida, elimu ya mzungu ni 90%, haina faida kwa mtu mweusi. Wewe msomi kasirika, tukana kwenye peji yangu, huyu tukimpa nchi sijui atafanyaje, huyu analinga, anaongea kwa majigambo, unatukana wasomi. Mimi sija kumtukana msomi. Wasomi na waheshimu. Ila usomi kwa aina nyingi. Wewe una usomi aina gani? Una free education au una mindset education? Mindset education ni kuambiwa kwamba Isaac Newton yeye ndio master. Wagiriki ndio mafilosofi. Wa Afrika ni manyani. Wazungu ni watu. Biashara ya utumwa imetokea kwa bahati mbaya. Na wanakuambia hii ni tragedy, janga la kawaida. Don't care about it and forget it. Lakini ukienda leo Ulaya, unaenda majumba yao yote makumbusho barani Ulaya,
wanahifadhi historia zao. Myahudi feki anaojiita Jewish. Ukisikia Jewish maana yake anayetaka kuwa Myahudi. Ukisikia Jew ni Myahudi. Hawa wana makumbusho yao, wanaita the Holocaust Memorial. Watu wanasherehekea kila mwaka, dunia inasimama. Watu wote wanasherehekea kwa kukumbuka vifo vya, wanasema so called Jew. Mimi naita so called Jewish, waliotaka kuwa Wayahudi, kwa sababu there is no white Jew in the world. All are imposter. Original Jew, me and you. You black man, you are the original one. All remaining are father. You must head me. Ebo, huyu jamaa huyu anapiga simu kizeni. Endelea, wacha tuendelee. Ndugu wana wa Afrika, mimi Chionda nawaambia ukweli. Acheni mambo ya kubabaisha. Ukweli unapokuja upokee, kama hutaki uache. Usije na matusi na vitisho, kwa sababu unajua hujui chochote. Kwa sababu wewe umeegemea kwenye elimu ya mzungu, elimu ya Mwarabu. Elimu hizi sio mbaya, zimeleta ufunguzi, lakini hapa hii ni program education iliyopangwa ili Waafrika wafundishwe hivi. Nishakutana na mzungu anaongea mambo haya, nishakutana na makala kibao inazungumzia mifumo. Ninazungumzia mifumo hii iliyotengenezwa. Mifumo hii ya kikoloni. Hii ni mifumo ambayo wazungu walitengeneza makusudi ili mradi sisi tupotee. Sio bahati mbaya. Nikikwambia ndugu yangu amka, fikiria vya kwako, usifikirie vya wale. Kwa sababu wale hawakuleta kwamba wewe ustarehe, walileta ili wewe uteseke. Ndio maana wakakuita wewe dunia ya tatu, wao ni dunia ya kwanza. Lakini hutaki kunisikiliza, wewe ni mpinzani wa ukweli, ni mpenzi wa uongo. Niliwaambia Holocaust ya watu weusi hadi hivi sasa nafika milioni 600 kwenda milioni 700. Atlantic Slave Trade, baharini tumepoteza Waafrika milioni 11, waliofika kwenye utumwa zaidi ya milioni 16. Waliokufa katika Sahara Slave Trade, waliokufa jangwani kwenye jangwa la Sahara ni zaidi ya milioni 16. Waliouzwa na Waarabu wanafika milioni 21. Hii ndio nguvu kazi Afrika tulipunguziwa. Hawa walikuwa wasomi, mafundi, wakulima bora, wajenzi. Hawa waliochukuliwa utumwa walikuwa wamama wakuja kuongeza uzao wa bara la Afrika. Nikikwambia wewe mtoto wa kishua, usiyejua shida, wewe ulilishwa elimu ya kikoloni, usiyejua maisha ya babu zako walivyopata shida, kukatwa miguu. Sio kumwa binadamu anakatwa miguu yote miwili kwa sababu amekataa kuitikia amri ya bwana wake. Binadamu mdomo wake unashonwa kwa sababu amekataa kumtii bwana wake. Ushawahi kusikia wimbo unaitwa Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell? Ni janga ni wewe mtu mweusi, mtu wa msituni, beli kengele ya mtu wa polini. Ukitembea na piga kelele, bwana wako wa kikoloni anasikia hata kilala ndani. Ukitaka kukimbia kengele inamwambia. Si ushasikia kengele na kufungwa kwa mbwa? Inafungwa kwa wanyama. Hiyo ndio mfumo wa wazungu waliofanya. Ila nikikwambia wewe, kwa sababu wewe ni, siwezi kukwambia mengi kwa sababu utakasirika. Kwa sababu kukasirika nikimtaja mzungu, kwa sababu wewe unamtegemea katika maisha yako, ndio Mungu katika dunia yako. Unasali kwa kumwangalia Mungu mzungu mwenye macho ya blue na nywele za blonde. Wengine wanamwangalia wakisali, wanaona Mungu amevaa kanzu, amefunga na kilemba, kwa sababu kila kitu kinakwenda kwa imagination. Kama utaki acha, na ukitaka kusikiliza endelea kusikiliza. Lakini ukweli unabaki kuwa ukweli. Kwamba ukiwa unatafuta kitu lazima kwanza ufanye hisia. Ndio maana nasema hata mapenzi hisia, sio kukurupuka. Ndio maana sasa hivi watu wengi wabakaji wamepungua.
ubakaji umepungua duniani kwa sababu watu wengi hawana hisia, wana matatizo ya kimaisha. Ndio nikwambie, ubakaji ulikuwepo kipindi hiko. Sio unaambia kwa sababu vyangu ndoa wengi, sio unaambia kwa sababu wanawake wako wengi. Toka dunia yumbo wanawake walikuwa wengi, wanaume ni wachache. Na huu ndio mfumo wa creator of all. Chionda wa chionda. Sina ubaya na mtu, sipendi ugomvi. Kama unipendi, pita kushoto. Wapo watakaoangalia. Hujanileta, tujaja wote duniani. Simu ya kwangu, vocha ya kwangu, bando la kwangu, kamera ya kwangu, video na kurushia kwenye mtandao. Nini unapiga kelele? Kama uitaki, pita na 100. Usitete vurugu kwenye mambo ya watu. Sisi tuko kwenye kazi serious. Sio tunapiga ngoma hapa ili watu wakate viuno, waonekane nani na makalio makubwa, nani na makalio madogo. Ubuntu Bantu, Afrika ni watu, sio manyani. Afrika, rudi katika asili yako. Afrika ni powerful nation. We are not a continental, we are nations. Sisi ni taifa moja. Sisi ni El Kaburani, simba wa msituni, simba wa nyika. Otepu amenera.